Nabii Meja, mchezo umetamatika kati ya mtani wako Simba dhidi ya JKT. Na Simba ameibuka kwa ushindi wa goli 2-1. Mliokuwa mnasema hawezi kufunga, leo kaingia kambani ndio kaipatia Simba ushindi. Kwanza mchezo kwa ujumla umeutazamaje? Mchezo ulikuwa mzuri, JKT walicheza vizuri, lakini mwisho wa siku dhulma imefanya mpaka mechi imekuwa sio tamu mwishoni kwa sababu ukiangalia lile goli la pili ni offside zaidi shairi. Kwa hiyo binafsi refa alishindwa kumudu mchezo mwishoni japokuwa mechi ilikuwa na kasi sana na wamecheza vizuri kwa kifupi. Yaani JKT niliamini mechi wangeweza kufanya jambo, lakini mwisho wa siku wameonewa na mechi imekuwa ya upande wa Simba. Dhuluma gani hiyo ambayo unaizungumzia wewe? Ile ukiangalia ni offside kabisa. Offside yule so alikuwa kama imamu anaswalisha yuko mbele kabisa, alafu anakuja anapewa pasi, anashinda. Dhuluma tu, lakini mwisho wa siku JKT wametoa, yani wametoa game tough sana. Mimi nimependa mechi ya leo. Nimependa mechi ya leo. Kwa mchezaji mmoja kuna wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri. Kibisawala ameingia ambao walikuwa wanalia Simba kwamba afanye vizuri, lakini ameingia ameonekana kwamba amekuwa ni wa moto kweli kweli. Leo kiwango cha Kibisawala ambacho ulikuwa unasema tayari kimeisha, kimerudi? Kibisawala ni mchezaji mzuri, lakini anapokuwa anacheza na timu ndogo hizi, akikutana na hao JKT, akikutana labda na timu ndogo, lakini akikutana na Yanga, kwa sababu kipimo cha wachezaji wa Simba wote ni wakutane na Yanga. Wachezaji wa Simba wakutane na Yanga, kwa sababu leo hii unaweza kumuona Kibisawala hivi, lakini ikikutana na dabi anaonekana kwamba hana kitu. Kwa hiyo hatuwezi kumpima mpaka kwenye mechi ya dabi akionyesha kiwango unaweza kunioji, lakini kwa mechi hii unaona ni mechi ilikuwa ya upande mmoja, na unaona mwisho siku refa kutokana na hao udogo wao ameamua kwa nyima haki yao. Wamekuwa wapi JKT Tanzania? Maana wametangulia goli lakini wakaruhusu kurudishwa magoli mawili. Walipokwama JKT ni kama ambavyo Simba wanakwama wanapokutana na Yanga. Ni ule ukubwa wa timu. Umeelewa? Walichozidiwa hapa ni ukubwa wa timu na mahaba ya referee, lakini wamecheza vizuri sana. Ukiangalia possession, kama ulikuwa unaangalia vizuri mpira utagundua kwamba JKT wamepossessi sana, lakini mwisho siku pia lawama wakati mwingine inaenda kwa kocha. Yule Songo yule alitakiwa aanze. Unashangaa kocha anaweza vipi kuja kumweka kipindi cha pili, na alivyoingia umeona namna ambavyo alivyokuwa anaonyesha. Kwa hiyo wakati mwingine makocha nao si wanakuwa wanawazani, lakini mwisho wa siku JKT wameonyesha mechi tamu sana. Nasema ndio kutokana na udogo wao wamejikuta wamezulumiwa. Wanakuambia kiwango cha Anthony Mligo kimewasaulisha wana Simba maumivu ya kuondoka kwa Zimbwe. Umekionaje kiwango cha Mligo leo? Kwa kiwango cha Mligo kulingana na timu ambayo amekutana nayo, kwa wana Simba lazima wafurahie, kwa sababu watafurahia nini tena, lakini kiukweli Zimbwe ni balaa lingine. Hata kama kweli wewe ushawahi kumwona Zimbwe anavyocheza, uweze kumfananisha Mligo bado sana. Yaani bado kwenye ile nafasi ya namba 3 bado, yani uweze kumfananisha. Yaani unakuwa unamkosea tu adabu. Na kwa kufahamisha tu, katika usajili ambao umefanyika bora sana wa msimu kwa timu ya Yanga ni kumsajili Mohamed Hussein kutoka Simba kuja Yanga. Kwa hiyo ukimfananisha Mohamed Hussein na Mligo unakuwa unamkosea sana. Hata mwenyewe pia ukimuuliza Mligo, pengine role model wake anaweza akawa Mohamed Hussein Shabalala. Kwa timu ulivyoiona ya Simba unaenda kukutana nayo Disemba, unatoboa? Maana Yanga yako wanasema sasa hivi ni mpeche. Ni kawaida katika vitu ambavyo sisi Yanga sio kufurahia. Ni katika timu ambayo tunaweka nayo ya kuifunga ni Simba peke yake. Yaani timu nyingine zote, yaani hata tukikutana kwa mfano kesho, mechi ya kesho na dhidi ya KMC ni mechi ngumu sana kwa sababu hatujui matokeo yake, lakini mechi ambayo tunaweka nayo, yaani timu ambayo tunaweka nayo ya kuifunga ni Simba. Yaani unamaanisha kwamba Simba mnaingia uwanjani ukiwa mnajua matokeo tayari? Hata mashabiki wenyewe wa Simba wanajua hilo, na ndio maana kila mechi ambayo tunawafunga wanakuwa wanahesabu idadi tu ya magoli. Mara tumafunga 5, mara 2-1, mara 2 bila, mara 1 bila. Kwa hiyo yani wako uwanjani wakiwa wanahesabu magoli. Na hata shabiki yote anapoenda uwanjani mechi ya Simba na Yanga anakuja kuangalia kwamba sisi Yanga tutawafunga Simba dakika ngapi. Ndio hakuna mtu anakuja kuangalia mpira, anaangalia kwamba tutawafunga dakika ngapi. Na sasa hivi wanatakiwa kabla ya kutafuta tu matokeo kwetu sisi ya kushinda, watafute kupata sare. Kwa sababu katika mechi 6 mfululizo hawajapata sare hata moja. Wenyewe wanasema kwamba mnatamba ndani, lakini kimataifa wao wanatamba wao. Mmewakimbia Benjamin Mkapa, mmekimbilia Zanzibar. Ni kweli tumewakimbia kwa sababu ni washirikina, wanahujuma sana. Walipata kesi kama 2-3 hivi. Ya kwanza ilikuwa
kule South Africa wakawasha moto uwanjani. Juzi tena ile mechi ya dabi ambayo hatuchezi tunacheza, wakaja na mbuzi uwanjani. Sasa timu kama hiyo lazima uwe unaiogopa. Unajua hivi unaona kama ni vitu vya utani, lakini kwenye mambo ya mpira vitu vinaumiza sana, kwa sababu sisi tunawekeza kwenye sayansi ya mpira, wenzetu wanawekeza kwenye utamaduni wa mpira. Kwa hiyo ndio maana tumewakimbia kweli. Meja, toka makundi ya pango ya klabu bingwa tulikuwa tujawahi kuzungumza mimi na wewe. Leo tumekutana, nataka tuzungumzie hili. Waarabu watatu, mfupa mgumu, kundi la kifo, unatoboa? Hata tusipotoboa sio malengo yetu, si malengo yetu yashatimia, kwa sababu malengo ya Yanga kwenye msimu huu yalikuwa ni kuingia group stage, kitu ambacho tayari tushakitimiza. Kwa hiyo tunachokiangalia sasa hivi ni bonus. Umeelewa? Kwa hiyo hata tusipovuka kutokea hapa kwenda mbele, bado tutalalamika, kwa sababu hata wewe mwenyewe unajipima kwamba mimi uwezo wangu wa kukimbia hapa mpaka Posta, ukizidisha kidogo ukifika mpaka Kigamboni manake ni extra, lakini kwa sisi Kabatini au kwa maana ya malengo yetu kama Yanga kulingana na kikosi na muda ambao hawa makocha wamekuwa wanaingia wanatoka kwenye hatua hii ambayo tumefika sasa hivi ya group stage, ndio hatua ambayo sisi tulifikiri kwamba ndio uwezo wetu wa kufikia hapo. Kwa hiyo ikizidi zaidi ya hapo kwa maana ya kufika robo au nusu, hiyo ni bonus. Kwa hiyo mimi wala sitaumia, kwa sababu malengo tayari yashatimia ya kufika group stage na tupo group stage. Na ukiangalia makundi namna ambavyo ambao sisi tupo kwenye kundi ni kundi gumu, lakini kwenye Champions League hakuna kundi jepesi, kwa sababu hapo wanakutana ma champions. Lakini kwa wenzetu unashangaa kumuona Simba akiwepo kwenye michuano hii. Simba wanasema hapo kwenye kundi jepesi. Sio kundi jepesi. Simba anaweza vipi kuwa kwenye klabu bingwa wakati sio bingwa? Ndio vitu ambavyo mimi kafu vinanishangaza sana. Wewe itakiwa aende akacheze shirikisho. Umeelewa? Kwa sababu ni klabu bingwa. Sasa Simba alikuwa bingwa msimu uliopita. Sema yeye ndo amekufungulia njia. Sio amenifungulia njia. Simba alikuwa bingwa msimu uliopita. Anachezaje michuano hii? Yaani vitu vya kushangaza, lakini kwa sababu ndio hivyo jirani yetu mwache awepo. Lakini kiukweli natamani kafu abadilishe utaratibu, kwa sababu engineer yuko FIFA kule. Waweza wakatengeneza jambo kuona yule mshindi wa kwanza ndo anacheza tu Champions League, alafu wengine wanakuwa wanacheza kwenye michuano ya shirikisho. Kwa hiyo unaweza kusema kwa ujumla ambavyo umesema kwamba hata mkitolewa hautaumia. Ni kweli mmekimbia aibu Benjamin Mkapa? Hatujakimbia aibu, tumekimbia dhulma kama ambavyo leo imetokea pale ya referee. Sasa hao nimekuelezea matukio kama mawili. La kwanza nimekuelezea tukio ambalo lilifanyika South Africa, wenzetu wakawasha moto na wakapewa adhabu. Lingine lile ambalo tutacheze mechi ya dabi, wakaja na mbuzi pale uwanjani. Kwa hiyo watu kama lazima uogope, yani wako serious kweli kweli. Umeelewa? Na kuna wakati walitutisha kwenye ile mechi yao walikuwa na Berkane finali, wakasema kwamba mtu yote atakayekuja kwenye mechi yao anaweza kazikwa simu na kuelekwe. Kwa hiyo hawa watu wana vitisho vya hivi vya utamaduni. Tumeamua tuwapishe hapa. Kwani si tuliwapisha hata kipindi kile tuko Azam pale. Baada ya kuona meusho tukatoka tukaenda KMC, na sasa hivi walivyoona kwa mambo yamekuwa magumu, sasa hivi nao wametoka wameenda. Sema KMC mliwafuata wao? Sasa tuliamua kuwatimua, kwa sababu tuliamini pale ni sehemu ambayo sisi tutapata matokeo, na umeona tumemaliza ligi tukiwa mabingwa kwenye uwanja ule wa KMC. Sawa, tukirudi kwenye ligi, kesho na mchezo dhidi ya KMC. Watu wengi wanasema kwamba Pedro toka haji Tanzania alicheza mchezo mmoja, lakini ule mchezo aliocheza ni kwamba mwenyewe alikuwepo tu kama kivuli, aliyefanya kazi ni Mabedi. Kesho unaenda kuona pila Ureno linaenda kupigwa. Unategemea nini katika mchezo wa kesho dhidi ya KMC? Sio kutegemea kitu, mimi sina cha kupoteza, kwa sababu ninachohitaji kwa leo Mtani ameshinda japokuwa kimagumashi, lakini mimi ninachohitaji ni kila mechi nishinde. Kwa hiyo kila mechi kwangu mimi ni finali, kwa sababu mimi ni bingwa mtetezi. Kwa mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu sasa hivi vilabu vyote vimewekeza vizuri. Leo nadhani ulikuwa unaangalia mechi dhidi ya JKT na Simba. Umeona namna ambavyo mechi imechezwa. Yaani ukija ghafla unasema bwana, hii nusu finali au finali. Yaani namna ambavyo timu zimejidhatiti. Kwa hiyo mechi ya kesho itakuwa ngumu, kwa sababu kwanza KMC wako kwenye uwanja wao, japokuwa sisi tunaweza tukawa wenyeji, lakini wako kwenye uwanja wao. Alafu kingine ni kwamba sisi ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo ni namna ambavyo timu zinakuwa zinapania angalau kuna wachezaji pale wanatamani wacheze Yanga. Kwa hiyo lazima kutakuwa kukamiana, lakini kiukweli ni mechi ngumu, ila sisi hakuna cha kupoteza. Maana tunachohitaji ni pointi 3 ili tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kutetea ubingwa wetu. Yes, kwa kumalizia, timu yako ina ukata wa magoli. Niseme kwamba washambuliaji kufunga magoli inakuwa ni kazi ngumu sana. Na mchezaji aliyekuwa anategemewa akirudi uwanjani anaweza akaikomboa safu ya ushambuliaji ni Clement Mzize. Taarifa imetoka kwamba anaweza kukaa nje wiki 8 mpaka wiki 10 ili aliweze kuwapigwa ndani ya Young Africans.
Sio pigo kwa sababu ukiangalia kwenye nafasi ambayo Mzinzi anacheza pale kuna Prince Dube na kuna yule Andy Boyeri, yani kwa maana ya namba 9, lakini wakati mwingine Mzinzi huo wakati mwingine anatokea pembeni kwa maana ya kucheza labda namba 11 au namba 7. Pigo kwa sababu ni mchezaji wa Yanga, lakini mimi ninavyoona Yanga imetengenezwa katika mfumo wa kwamba watu wanacheza kitimu zaidi. Watu wanalalamika kuhusu Prince Dube namna ambavyo wanacheza, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia kimpira zaidi link up, kwa maana namna ambavyo Dube anachezesha timu, anatengeneza mashambulizi, na ndio maana unaona anakosa sana kwa sababu anatengeneza mashambulizi na anaenda anaomba mbele, yani kwa wakati mwingine anafanya kazi 2 au 3, inajikuta wakati mwingine anakuwa yuko kwenye boxi amechoka. Kwa hiyo naamini makocha kwa maana ya kocha mpya Pedro anaweza akatengeneza mfumo ambao unamfanya Dube astiki pale juu tu, asiwe na shughuli nyingi sana. Kwa hiyo mimi naamini kesho yote atakayeanza kama ni Dube au Mbuyeli anaweza kufanya jambo, na mimi kama mimi siangalii kwenye nani anafunga magoli, naangalia timu ya Yanga inavyoshinda, kwa sababu Yanga sisi namba tunavyocheza wakati mwingine unamkuta Dickson Job anafunga, unamkuta Maxi Zengeli anafunga, huyu Pacome Zouzoua japokuwa anatokea wide anafunga. Kwa hiyo ni mfumo wa timu, inatakiwa timu ishinde, sio nani ashinde. Hatuko kwa ajili ya kuangalia Dube ashinde, kwa sababu sasa hivi maana yake tuko kwenye ligi ambayo ukiangalia namna ambavyo ugumu wa ligi uwezo ukatamani eti Dube anashinda kila siku. Unatamani kuona timu ya Yanga ikiwa inashinda. Naamini kesho tutashinda, yoyote atakaingia kambani sisi tutapokea ushindi, na naamini Dube ana mchango sana kwenye Yanga katika mechi zote ambazo wanacheza. Inaweza ikawa labda upepo mbaya umemkumba, lakini naamini kwamba Dube ni mchezaji mzuri na ametuthibitishia hivyo. Alivyokuwa yuko Azam alikuwa anazifunga Simba na Yanga zote alikuwa anazifunga. Kwa hiyo huu upepo tu umekaa vibaya, lakini siamini kama kwamba pale Yanga kuna mchezaji ambaye ana changamoto. Hapo umemzungumzia Dube, umenikumbusha kitu ambacho kilifanya na mashabiki wa Yanga siku ya mechi ya mwisho kwa KMC kwa Prince Dube. Alikosa magoli mengi, lakini cha ajabu mkamchangia, mkampa hela kwa kumpa moyo. Ni kitu gani ambacho kilijengeka au kilitengenezwa na mashabiki wa Yanga mpaka mkaona anakosa magoli ndio, lakini tumpe moyo, tumpe fedha? Kitu gani hiki ambacho kiliwashangaza watu wengi wa Tanzania? Ni mchezaji ambaye ukiangalia historia yake nyuma na namna alipotoka unaamini kwamba huyu ni mchezaji mzuri, kwa sababu historia yake ya alipokuwa yuko Azam, namna ambavyo alivyokuwa anafunga magoli na uwezo wake. Kwa hiyo ikitokea sasa uwezo kidogo umeshuka, maana sasa wewe uwezo ukasema unamtupa, yani uwezo ukamtoa huyu mtu kwa sababu eti labda kiwango kimeshuka, yani kwamba ule ufungaji magoli wake hauko kama mwanzo. Kwa hiyo unatakiwa yani unamcourage, yani ile inaitwa courage, yani kwamba unamfariji ili arudi kwenye kiwango chake. Kwa hiyo sasa nyinyi tuseme sio nyinyi, maana mashabiki wa Simba wakiwa wanazomea na mashabiki wengine wanazomea, na sisi mashabiki wa Yanga tukao tunazomea, maana yake hatumjengi yule mchezaji na ni mchezaji wetu na tumemsajili. Kwa hiyo sasa tutakuwa tunaondoa wachezaji kila siku, inakuwa sio sawa, kwa sababu umeona usajili huu ambao tumefanya mwaka huu, mchezaji kama Celestine Ekua ni mchezaji mzuri, lakini mpaka sasa bado hajaingia kwenye mfumo kwa sababu ni mchezaji mpya. Sasa Dube amekaa na kikosi kile muda mrefu, ukisema unamtoa kwa maana ya kumzomea kufanyaje, unakuwa unapata hasara tu kwenye timu, kwa sababu ni mchezaji ambaye anakula mshahara, tena mshahara mzuri, anaishi vizuri. Kwa hiyo tunataka sisi tumfariji ili aweze kurudisha makali yake, kwa sababu tunaamini ndani ya kiwango chake. Yani si ni mchezaji ambaye ametoka sehemu hatumjui. Dube tunamjua, tumeona uwezo wake akiwa anacheza hapa. Kwa hiyo kilichotokea sasa hivi ni upepo mbaya ambayo umemkumba. Kwa sisi tunatakiwa tumfariji ili arudi kwenye makali yake, na naamini soon and very soon atakuwa yuko sawa tu. Shukrani sana, tukutane kesho KMC. Asante sana.